Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na channel hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma na kipindi hiki ambacho kiko hewani sasa, ili upate kujifunza kitu, kwa sababu neno la Mungu ni lile lile ambalo lipo linafundishwa zaidi ya miaka 2000 sasa. Lengo ni moja tu, ili tupate kuokoka na kupona katika dunia hii yenye changamoto. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo katika kitabu cha Wagalatia sura ya 1. Tutaanza na siri ya kwanza. Siri ya utume wa Paulo. Wagalatia sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 5 inasema, Paulo mtume, si mtume wa wanadamu, wala kutumwa na mwanadamu, bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu, na ndugu wote walio pamoja nami kwa makanisa ya Galatia. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu, ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa, kama alivyopenda Mungu Baba yetu. Utukufu una yeye milele na milele. Amina. Nini fundisho hapa? Paulo alipewa mamlaka ya kuhubiri injili ya Yesu na Yesu Kristo mwenyewe. Maana yake ni nini? Hakuna mtu awezaye kunena Yesu ni Bwana bila kupewa kibali na Yesu Kristo mwenyewe. Siri ya pili, injili ya Yesu Kristo ndiyo injili pekee ya wokovu. Wagalatia 1 mstari wa 6 hadi wa 10 inasema, nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo, na kugeukia injili ya namna nyingine. Wala si nyingine, lakini wapo watu wawatabishao na kutaka kuigeukia injili ya Kristo. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, akiwahubiri injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Maana sasa, je, ni wanadamu ninaowashawishi au Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa na wapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Nini tunafundishwa hapa? Hakuna injili ya wokovu nje ya injili ya Yesu Kristo. Na wale wote wahubilio injili nyingine tofauti na ya Yesu Kristo, wale wote ambao Paulo alisema walaaniwe, sisi tunawaombea kwa jina la Yesu Kristo awakamate fikra, wapate kugeukia injili ya Yesu Kristo na kuihubiri. Maana Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Hata hivyo, Yesu Kristo mpaka sasa hajaruhusu kiyama, kwa sababu bado watu hawajaifikia kweli.
Kwa hiyo tunawaombea kwa Mungu, tunaombea kwa Yesu Kristo akamate fikra, atawale maisha yao, wapate kuiona nuru na kuijua kweli, ili wapate kuokoka kama jinsi tulivyoipata sisi nuru bure, tukapata kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Hapo kwanza tulikuwa tunaabudu masanamu, tulikuwa tunaabudu miti, tunaabudu vitu visivyo, na tungelaniwa kama hili neno lililotamkwa na Paulo. Pengine hata leo nisingekuwa na ujasiri wa kuhubiri injili hii, maana hukumu tayari ingekuwa imeshatolewa. Basi tusiwe na moyo huo. Ni vyema, lakini ni vyema zaidi mtu kumuokoa kwa kumuombea apate kubarikiwa, maana neno la Mungu linasema barikini wala msilani, barikini wala msilani. Siri ya tatu, Paulo kudhibitisha utume wake. Wagalatia sura ya 1 mstari wa 11 hadi 24 inasema, kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri na wajulisha ya kuwa siyo ya namna ya kibinadamu, kwa kuwa sikuipokea kwa wanadamu, wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba naliliuzi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. Nami naliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi waliohirimu zangu katika kabila yangu, nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake, alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu, ili niwahubiri mataifa habari zake. Mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu, wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu, bali nalikwenda zangu Arabuni, kisha nikarudi tena Dameski. Kisha baada ya miaka 3 nalipanda kwenda Yerusalemu ili nionane na Kefa, nikakaa kwake siku 15, lakini sikumwona mtume mwingine ila Yakobo ndugu yake na Bwana. Na hayo ninayowaandikia, angalieni mbele za Mungu, sisemi uongo. Baadaye nalikwenda pande za Shamu na Kilikia, lakini sikujulikana uso wangu na makanisa ya Uyahudi yaliyokuwa katika Kristo, ila wamesikia tu ya kwamba huyo aliyetuuzi hapo kwanza sasa anaihubiri imani ile aliyoiharibu zamani, wakamtukuza Mungu kwa ajili yangu. Nini tunafundishwa hapa? Yesu akikuchagua kutenda kazi yake lazima atafanikisha tu, kwa sababu huyu Paulo alikuwa Sauli na aliwaua watu wengi sana waliomwamini Yesu Kristo. Inatuthibitishia kwamba Yesu akipanga jambo kwako, haijalishi wewe ni mgumu kiasi gani, lazima itakuwa. Lakini kingine tunaambiwa ni heri kutumwa na Yesu Kristo kuhubiri injili yake kuliko wanadamu, kwa sababu mwanadamu watakupangia cha kuhubiri, bali Yesu Kristo atajidhihirisha katika ulimwengu wa roho na kitamka katika neno kulingana na mahitaji ya watu katika nyoyo zao kwa muda ule. Ndiyo maana Paulo alihubiri bila mipaka, na pengine hakuenda kuomba ushauri kwa mitume wengine, kwa sababu aliongea na Yesu Kristo live na akamtuma akafanye kazi yake. Hata hivyo, sasa hivi tunaambiwa wapo watu wanaotumwa na Yesu Kristo, wanaelekezwa mambo ya kufanya. Pengine ukiwaangalia unaweza ukahisi kama umechanganyikiwa. Hata mimi ni mmoja wapo. Mimi nimekuwa hivi kwa sababu ya neema ya Yesu Kristo kunituma nihubiri injili. Mwanzo mimi sikuwa hivi, lakini baada ya Yesu Kristo kujidhihirisha kwa matendo makuu aliyoyaonyesha katika maisha yangu, nimekuwa hivi nikihubiri injili pasipo kukata tamaa, nikiwa na tumaini kubwa kabisa kwa namna jinsi alivyoniahidi na ufahamu alionipatia, na nikiwa na uhakika ya kuurithi uzima wa milele. Ndiyo maana nakaza mwendo bila kujali napata faida gani, bila kujali napoteza muda gani, lakini najitahidi kutumia gharama zangu na muda wangu, kwa sababu nimeuona ukuu wa Yesu Kristo kwa ushuhuda kabisa, sio kwa kupangiwa na mtu, sio kwa kupangiwa na kanisa,
Na hiyo ndio nguvu ya Yesu Kristo kwa watu wake walioitwa na Yesu Kristo. Hivyo Paulo hakutumwa na mwanadamu kuhubiri injili ya Yesu Kristo, bali Yesu Kristo mwenyewe alimtuma na akatii. Basi hata sisi tunaambiwa tuwe tayari kutumika kujenga ufalme wa Yesu Kristo pale Yesu Kristo anapotutuma, ili tupate kumzalia matunda kadri tulivyojaliwa. Asanteni sana. Ombi: Yesu Kristo, liokoe kanisa lako, litii sauti yako kuliko amri za kanisa na misingi ya kanisa inayowafunga kondoo wako wasiwe huru kuabudu na kutumika popote pale unapowahitaji kama wewe utakavyo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.